Nitoe angalizo kwa wafanyabiashara wote ambao wanakuja katika halmashauri ya Kwimba wafuate sheria. Choroko zote tuuza ghalani. Kwa hiyo wote mizigo ipelekwe ghalani kwa ajili ya kufanya mauzo. Lakini vile vile tumeimarisha beria zetu, vizuizi vyote tumeimarisha. Ndio ambao ndio unaopatikana Kwimba. Na huu ndio tumeanza msimu sasa hivi wa choroko. Tena mpaka mwezi ngapi? Mpaka ni muda gani? Tena mpaka mwezi wa 4. Tena mwezi wa 4. Tena mpaka mwezi wa 4. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza, Daktari Amoni Mkoga amefanya ziara ya ukaguzi wa maandalizi ya minada ya uuzaji wa zao la choroko kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani ambao umeanza kutumika ili kuongeza mapato ya halmashauri. Mtazamo wa kiongozi huyu mara alipokagua magara hayo, ameona kuna kila umuhimu wa biashara ya choroko kufanyika kwa kufuata sheria pamoja na kupeleka zao hilo kwenye magara husika kwa ajili ya kuuzwa kwa njia ya minada na hata kulipa tozo stahiki. Lengo la ziara kama hii nilizungumza kwamba hapo awali kwamba nakagua magara mbalimbali, maandalizi ya choroko, jinsi ambavyo watakuwa wanauza na kujiandaa na mnada. Lakini vile vile nataka nitoe angalizo kwa wafanyabiashara wote ambao wanakuja katika halmashauri ya Kwimba wafuate sheria. Choroko zote tuuza ghalani. Kwa hiyo wote mizigo ipelekwe ghalani kwa ajili ya kufanya mauzo. Lakini vile vile tumeimarisha beria zetu, vizuizi vyote tumeimarisha. Tumeweka ulinzi wa kutosha kwa wafanyabiashara ambao sio waaminifu ili tuweze kuwakamata kama watakuwa wanataka kutorosha mazao. Awali ilishuhudiwa tabia za utoroshaji wa zao hilo na baadhi ya wafanyabiashara. Sasa mfumo wa stakabadhi ghalani walau kwa wakulima utawasaidia kupata bei nzuri na soko la uhakika. Jina langu naitwa Laurent Zakaria Njika. Nashukuru sana kwa kunitembelea. Kuhusu hali ya soko la mwaka huu, kiukweli mwaka huu soko la choroko kidogo limechangamka. Tofauti na mwaka jana ilivyokuwa bei zilianza chini, lakini mwaka huu tunapata mpaka 1400 kwa kilo. Kidogo sisi wakulima tunapata faida. Kwa serikali tunaona kama hilo swala linaenda vizuri, wana uelekeo. Tunachoomba sisi kwa serikali kutokana na wanaingia kama hivi, unakuta kuna watu wanakuja kabla ghalani hatujajua. Tunashindwa kuuza mazao yetu tukisema tunasubiri ghalani mje, lakini mnachelewa kufika kwa wakati. Baadhi ya wafanyabiashara wachache ambao wanakuja kununua mazao yetu nje ya utaratibu, wanatorosha nchi jirani, wanaenda kuuza. Kwa hiyo tunaomba tu wafuate utaratibu. Kama unataka mazao, nafuata mfumo kama serikali inavyoelekeza, nunua, safirisha kihalali. Serikali ifanye nini juu yao? Serikali naomba ifanye udhibiti mkubwa. Watu manake wanakuja wanachukua mazao usiku, waimarishe doria, waweke mageti maeneo ya Ramadi kule barabarani, wanaweka mageti ili kulinda mapato yetu ya wilaya ya Kwimba.